Katika safari ya maendeleo, taasisi nyingi hupitia mabadiliko ya kiuongozi yanayolenga kuongeza ufanisi na kuimarisha huduma kwa wananchi. Usemi wa Kiswahili umesema kila mwisho ni mwanzo mpya, na mara nyingi mabadiliko haya huwa ni sehemu ya kujenga msingi bora wa kesho. Katika hafla ya kumwaga aliyekuwa mkurugenzi wa Wakala wa Barabara Zanzibar, Mhandisi Cosmas Masolwa, hafla iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Zanroad, usemi huo ulichukua nafasi. Akizungumza katika hafla hiyo, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya Wakala wa Barabara Zanzibar, Mhandisi Yasir Dikusta, amesema matarajio ya viongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni kuona nchi inaendelea kupiga hatua za kimaendeleo na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Amesema maendeleo ya taifa hujengwa kwa mipango madhubuti, uongozi bora na ushirikiano wa wananchi, kwani barabara ni sehemu muhimu ya kuchochea uchumi na kurahisisha maisha ya watu. Tukijiuliza matarajio ya viongozi wetu kwetu nini? Matarajio ya viongozi wetu ni kwamba tulete yale mabadiliko, lakini pia tulete yale maendeleo, tuwe wabunifu kuleta maendeleo ndani ya nchi, ili nchi iweze kuwa na barabara nzuri za kuweza kufikia kila pahala, ili nchi zidi kuendelea. Lakini pia wananchi matarajio au nchi matarajio yao kwa Wakala wa Barabara ni hayo kwamba tuone barabara sasa zinakuwa nzuri, zenye hadhi, kama vile sasa hivi tulipokuwa tunayo, na tunashukuru na kumpongeza sana Rais kwa mwelekeo wake huu wa kutuongoza kuweza kufikia. Kwa ndugu yangu mstaafu Mkurugenzi Masolwa, kwa kweli mimi kipindi changu cha mwenyekiti hapa ndani ya bodi nimefarajika, na naweza kusema kwamba nimefurahi kufanya kazi na Wakala wa Barabara, kwa sababu wewe ulionyesha mashirikiano. Hata saa 5-6 unanipigia, tunashauriana, na kwa kweli tumepiga hatua ya kubadilisha. Kustaafu katika uongozi haimaanishi umestaafu katika maisha wala kazi. Naamini utaendelea kuchapa kazi katika sekta nyingine ndani ya nchi ili kuleta maendeleo ndani ya nchi. Mhandisi Dikusta ameongeza kuwa ana imani kubwa na uwezo wa mkurugenzi mpya wa Zanroad, akieleza matumaini ya kuona mabadiliko makubwa ya kiuongozi na kiutendaji ndani ya taasisi hiyo. Mkurugenzi alioteuliwa Engineer Widadi, mimi naona kwamba ni the right choice. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mchapa kazi, ni mwanamke ambaye anaonyesha juhudi toka yeye ni mjumbe wangu wa bodi ya wataalamu, na nimeona juhudi zake za kikazi, mawazo, fikra na mwelekeo. Kwa hivyo sisi bodi pamoja na wakala tumefarajika sana kuwa naye hapa, na tutafanya kila njia kushirikiana naye ili aweze kutoka pale alipokabidhiwa ili kuweza kuendelea mbele. Katika utendaji wako utumie of course akili, busara na fikra, jinsi kuweza kubadilisha mwelekeo wa Wakala wa Barabara. Lakini la pili, uendane sasa pamoja na maelekezo na miongozo ya viongozi wetu wanachotaka. Hiyo ni muhimu sana. Mkurugenzi mstaafu wa Zanroad, Mhandisi Cosmas Masolwa, amesema yuko tayari kuendelea kutoa ushirikiano kwa uongozi mpya ili kuhakikisha malengo ya taasisi yanafikiwa, sambamba na maono ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mkurugenzi anapotaka ni kwamba kama nilivyosema, hata wampe mashirikiano kwa watendaji, kwa sababu kidole kimoja hakivunji chao. Kwa hiyo atapata mashirikiano na wafanyakazi wenzake, lakini na yeye bila shaka awe tayari kuwasikiliza, kuchukua yale mazuri ambayo yanaweza akaendeleza wakala. Wakala wa Barabara ni taasisi ambayo kwa kweli ina majukumu makubwa sana kwa sasa. Tangu ilipoanzishwa, serikali imeanzisha wakala kwa sababu maalum. Kabla ilikuwa idara ya barabara inaitwa UUB, lakini UUB sasa hizi ni sehemu ya
idara ndani ya wakala wa barabara. Na maana ni improvement kubwa sana. Kwa hiyo taasisi hii imeaminiwa, na sisi kama wafanyakazi ambao tulikuwemo na ambao wanaendelea ni kuhakikisha kwamba serikali hatuiangushi na tunafikia malengo ambayo yamekusudiwa. Ninaamini management iliyopo, mkurugenzi aliyopo atashirikiana na wenzake ili kuhakikisha kwamba lengo limeshafikiwa. Tuna miradi mingi sana ya barabara, kama unaona serikali sasa hivi ina miradi ambayo kwa kweli haijawahi kutokea. Kilomita zimeongezeka kulinganisha na miaka ya nyuma. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kupata msaada wa kushirikiana na mkurugenzi mtendaji na wafanyakazi wenzake, lakini na taasisi zingine. Kuna mambo mengi ya usalama barabarani, kuna mambo ya mizani ambayo sisi tumeshajiandaa kuna package moja ya mkandarasi, kuna mizani mde ambazo mkurugenzi mtendaji nitamuelezea kwa ufasaha zifuatilie. Kwa sasa hii magari yameongezeka, barabara ndio hizo zinajengwa. Magari makubwa sasa tunazungumza, hizi gari ndogo ndogo hazina impact kubwa, lakini haya magari makubwa yapo ambayo yanaharibu miundombinu. Kwa hiyo nalo ni swala muhimu hilo, lakini sasa hivi tuko kwenye kuondoka, kuna mshauri elekezi anatayarisha mpango kazi strategic plan ambao haukuwepo kwa miaka 5 ili kujua sasa tunafikaje huko tulikokusudia. Kipekee Mhandisi Masolwa alishukuru kampuni ya habari ya Asam Online TV kwa ushirikiano uliompa katika kipindi chake chote cha uongozi, akisisitiza umuhimu wa vyombo vya habari katika kuhabarisha umma na kufanikisha ujumbe wa maendeleo kwa wananchi. Kwanza siku ya leo nimefurahi sana kwa sababu kustaafu ni kitu kizuri. Ni saa siku ya kuajiriwa lazima ufurahie. Kwa hiyo hizi ni mbio za vijiti. Kwa hiyo anakuja mkurugenzi mwenzangu ambaye ataendeleza ambayo tumefikia. Lakini niseme tu kwamba nimemiss Asam, nikitumia sana kwa ajili ya shughuli hizi za miradi yetu. Naye mkurugenzi mpya wa ZANROADS amewataka wananchi kuacha kujenga katika maeneo ya barabara, akisema hali hiyo husababisha usumbufu wakati wa utekelezaji wa miradi ya ujenzi na upanuzi wa barabara. Amesema maendeleo ya miundombinu yanahitaji ushirikiano wa kila mmoja, kwani barabara ni msingi wa uchumi imara na maisha bora kwa wananchi. Nimefarajika sana kwa uteuzi huu wa Mheshimiwa Rais, na mimi ameniteua akiamini kwamba naweza kuyaendeleza yale ambayo mwenyewe ameanzisha. Kwa hiyo naahidi kwamba nitatekeleza kwa ufasaha, kwa uadilifu kadiri ya Allah atakavyoniwezesha, na naahidi kwamba nitausimamia mtandao wa barabara uliokuwepo kuhakikisha uko katika hali salama. Of course kuna miradi ambayo inaendelea niliyokabidhiwa na mkurugenzi aliyopita. Kwa hiyo kutoka hapo alipofikia yeye, naahidi kwamba nitaitekeleza ili tuweze kufikia malengo yaliyokusudiwa na wakati ambao umepangwa. Lakini pia ningependa kuwanasihi wananchi kwamba sasa hivi, kabla mimi sijaingia, kumekuwa kuna vunja ya vibanda na nini, watu wanailaumu wakala kwamba wanavunjua vitu vao, lakini ningewanasihi mambo mawili. Kwanza, katika barabara kuna sehemu ambazo zinaitwa road reserve, ambazo hizo zinatakiwa ziwe wazi muda wote, haziruhusiwi kufanya biashara wala kitu chochote. Kisheria hutakiwi kuharibu miundombinu ya barabara. Kwa hiyo wajitahidi kuitunza na wasikilize wanachoambiwa. Lakini pia katika vyombo vya habari nimesikia sana wananchi wakilalamika kwamba barabara mpya zinajengwa, zinaleta athari katika nyumba zao. Na hii najua ilikuwa ni elimu duni ya wananchi ambapo walipokuwa wanafanya majengo yao. Kawaida unapofanya majengo unatakiwa utumie wataalamu. Wataalamu wale ndio watakalokuambia kwamba wewe jengo lako ulijenge vipi. Unapokwenda sehemu ambayo haijaletwa maendeleo ya barabara, huwezi ukachukua level ya barabara iliyokuwepo ukachukulia hichi ndio kigezo. Barabara ina thickness yake, tunasema ile mark yake isipungua sentimita 45. Wewe unakuja kujenga nyumba yako umenyanyua tufali moja au tufali mawili. Alafu baadaye huko mbele unakuja kuilaumu serikali. Kumbe wewe mwenyewe ulitakiwa mwanzo utumie wataalamu katika ujenzi wa nyumba yako.
Kwa hakika hafla hiyo imeonyesha kuwa mabadiliko ya uongozi si mwisho wa safari, bali ni mwanzo mpya wa hatua mpya za maendeleo na matumaini kwa taasisi na jamii kwa ujumla. Imeandaliwa na kusimuliwa nami Hamis Juma, mhariri picha Abdullahi Abdallato.